Aprili yako matukio mbalimbali ambayo yameendelea kutokea. Moja na ambalo kwa kweli ni utamaduni mpya ni kuhusu wanachama na watiania waliounga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze uwanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe uwanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake. Hatukuwaza kumfukuza uwanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo, siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwesiga Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hakikuwahi kuwaza eti kimfukuze uwanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi. Aidha, miaka ya hivi karibuni tulipokuwa kwenye maridhiano baina ya Chadema, Chama cha Mapinduzi na serikali, lilijitokeza kundi la viongozi ndani ya chama, akiwemo wakati huo makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, mjumbe wa kamati ya maridhiano ambaye sasa ni makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche, mjumbe wa kamati kuu ya chama ya sasa Godbless Lema, na aliyekuwa pia mjumbe wa kamati kuu Peter Msigwa. Waliendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano wakati alikuwa maamuzi ya baraza kuu la mwezi Mei mwaka 2022. Wakaendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, lakini hakuna aliyesema hawa watu tuwafukuze uwanachama kwa sababu wanapinga maamuzi ya baraza kuu. Ni kwa sababu chama chetu kimejengwa kwenye misingi ya kusikiliza. Na mfano wa mwisho ni wa viongozi niliowataja. Walipinga hadharani operesheni ya chama ya GF, Grassroots Fortification, na kupuuza kabisa kazi zilizofanywa na walioitwa JOC, Jimbo Operation Commander, ambao walifanya kazi kubwa na ngumu kweli kweli katika taifa hili. Mtakumbuka tulizuiliwa kufanya siasa tangu mwaka 2016.
tuliporuhusiwa kufanya siasa mwezi Januari mwaka 2023, tulikuwa tumeshafika mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama. Ikabidi, kwa sababu chama kilishapooza huko chini, tuanzishe operation ya GF, grassroots fortification, kungomesha chama kule chini mashinani. Tukateua watu walioitwa majok. Operation hii iliendeshwa na naibu katibu mkuu bara wakati huo, ndugu Benson Kigaila. Tangu mwaka 2023 Kigaila hakuwahi kurudi kwenye familia yake, mpaka mapema mwishoni mwa mwaka 2024 mwezi Disemba ndio alimaliza operation kanda ya kaskazini. Hakuwahi kurudi. Lakini viongozi hao niliowataja walipinga operation hiyo hadharani na waziwazi. Hakuna aliyesema au kupendekeza tuwafukuze wanachama. Kwa leo watu wanaosema kwamba G55 wafukuzwe wanachama ni watu waliokosa uvumilivu ambao umejengwa kwa miaka mingi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na ndio utamaduni wetu wa kukosoana kwa hoja, kusikiliza hoja. Tuna utamaduni wa kupima uzito wa hoja, kwa sababu ni utamaduni ambao unamea kwa kasi sana ukishereheshwa na matusi ya kutosha. Yaani leo ukisema chochote hata cha kushauri chama kinyume na kile ambacho wanataka kusikia, my friend, matusi ni mengi kupindukia. Kwa hiyo tunakishauri tena chama, utamaduni huo, njia hiyo wanayotaka kuchukua sasa, haitakiacha chama chetu salama. Waachane nao, kwa sababu sio utamaduni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho tunatakiwa tuwafundishe wenzetu waige utamaduni huo. Leo kama ukikosolewa ndani ya chama unawaza kufukuza wanachama wako, tena watiania wa ubunge waliogombea 2020 ambao wamekifanya chama hiki leo kinapata ruzuku, kisa wanatoa maoni na mawazo mbadala. Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku akipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo